السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Vipi hali? Rudia kwanza maneno yako uliosema kwenye klipu zako huko. Mimi ni nani vile? Jahilu murakkabu. Nilisema wewe ni jahil. Naona amini hivyo. Sasa tusirudi huko nilikozungumza. Ungekuwa unataka hilo ungejibu hoja zangu tu. Sasa mbona mnatoa klipu ambazo kidogo muwaeleweshe watu? Ningekuwa natangaza Ukristo, at least hayo maneno kidogo hata dua ufanye kwa hadisi, dua unafanya kwa Qur'ani. Lakini bado naonekana tena mjinga. Nilishangaa kuona kabisa Sharifu unazungumza kwamba kuna dini mpya Dar es Salaam imeanzishwa. Ashe wangu. Wewe ungetaka hizo hoja tuzijadili, ungejibu nilichokiongea. Kwa kuwa hizo hujajibu, haina haja kujadili. Twende kwenye pointi hapa. Sawa. Twende kwenye pointi iliyopo mezani. Ukitaka hilo utaenda kujibu nilichoongea huko mtandaoni. Sawa kaka? Mimi nilitumiwa kwamba kuna mpuuzi mmoja amekuzungumza, nikamwambia hapana, yule ni kijana safi, isipokuwa tu si unajua yuko amezungukwa na watu wake, lazima kidogo atietie chumvi. Haya, mimi nilikuelewa. Haya. Sasa nimekaa kama dakika 2-3 hivi nikawa na kusikiliza, ila sija kupata kisawa sawa. Kwa sasa mimi nipo nje ya Tanzania kidawa, na nilijibu kile nilichokisikia katika mazungumzo yako kuhusiana na masuala ya hadithi. So hiyo mada tayari ipo mtandaoni, ukihitaji utaijibu. Kwa sasa nipo kwenye swala hili ambalo nimekusikia sasa hivi kuhusiana na haji. Hebu mtazamo wako ni upi kwenye hili? Hakuna mtu mwenye hiari wama kana limu'minu wala mu'minati idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yani mimi sina khiari katika lile jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha ndani ya Qur'ani. Sina khiari katika maamrisho ya Allah. Hakuna mahala tumeamrishwa tukaiji Maka. Okay, sasa hapo ndo tumeanza vizuri. Umesema kwamba hakuna pahala Mwenyezi Mungu ameamrisha tukahiji Maka. Ila wewe unao ushahidi huo? Swali langu la awali ni kwamba haji kwanza ni nini? Wewe unao ushahidi? Bwana ndio ninao, ama sina, ili twende mbele. Twende sambamba kidogo. Iko hivi. Wewe unayo ama hauna? Ushahidi ninao, lakini nisikilize kwanza. Tusiende wakwenda kuhiji Maka. Twende taratibu. Wakwenda kuhiji Maka. Twende taratibu, ninao. Wakwenda kuhiji Maka. Upo? Haya, tupe. Safi sana. Kwanza kabla sijakupa ushahidi, ningeomba unijibu swali langu fupi hili. Sasa ushahidi ndio unamaliza mzozo. Hichi ambacho mimi nakosea, mimi nadanganya, mimi napotosha. Ushahidi aya inaposema tukahiji Maka, yani ushamaliza. Yani wauhitaji tena kujieleza sana. Tupe aya ambayo tumeamriwa tukahiji Maka. Sijakataa unavyotaka, lakini ningeomba nisikilize kidogo. Sio ninavyotaka. Yani kwa nini tuongee sana wakati ushahidi upo na unaeleza tukahiji Maka? Simtoe tu moja kwa moja mjadala uishe. Okay. Sasa kuhiji Maka ni ushirikina. Nataka kwanza tuende kwenye kuhiji Maka sio ushirikina kwa mujibu wa Qur'ani, surati Tauba aya nambari 3. Hebu sikiliza Allah alivyosema, kwa sababu ukisema kuhiji ni ushirikina maana yake unapingana na Qur'ani. Katika surati Tauba. Wewe bwana, Mungu namsikiliza vizuri, mumsikilizeni Sharifu wenu hapa. Katika surati Tauba aya nambari 3 Allah anasema wa adhanu minallahi wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbari anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Allah anasema na uwatangazie watu
kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake kuwa yani ile siku ya haji kubwa, kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali na washirikina, pia na mtume wake yuko mbali na washirikina. Kwa hiyo hoja ya kwanza ya kudai kwamba hija ni ushirikina, Allah amekujibu ndani ya Qur'ani kwamba kuna tangazo linatakiwa litolewe siku ya haji, ambayo siku hiyo ni siku ya ibada ambayo watu wanakusanyika kwa ajili ya kutufu al-Kaaba. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume watangazie watu waje kufanya hiyo ibada, ambayo ibada hiyo ikiwa watakuwepo washirikina, Allah yuko mbali nao, na wewe mtume pia upo mbali na washirikina hao. Kwa hiyo Qur'ani kwanza imetukubalia kwa mujibu wa aya za Allah mwenyewe kuna kitu kinachoitwa haji, ambayo yeye alimwambia mtume awatangazie watu. Sasa tukaitafute hii Qur'ani tena kwa kauli zake Allah mwenyewe, atueleze hiyo haji ipo wapi? Ipo China, ipo Marekani, ipo Tanzania, ipo Burundi, ipo Kenya au wapi, ili tujue kwamba kwenda huko ni sahihi au sio sahihi, si ndio? Maana yake, si ndio? Tukienda katika suratul Haji aya nambari 27, kama una Qur'ani pale funguo, sije ukasema nimekupa namba ambazo sizo. Baada ya Sheikh, yani usome Qur'ani yote nzima, hakuna mahala tutapata kwenda kuiji Maka. Sawa, narudi tena. Wewe soma aya zako zote. Mimi si tunasubiri kuona kuiji Maka. Tunataka tuione. Jambo la kwanza, kuna tangazo la haji. Katika suratul Haji aya nambari 27 Allah anasema waadhanu fi nnasi bilhaji yaatuka rijala wa ala kulli dhamirin yaatina min kulli fajin amiq. Allah anasema kwamba natangaza kwa watu habari za hija. Anamwambia mtume watangazie watu habari za hija, watakujia kwa miguu na wengine juu ya kila ngamia aliyekonda kwa safari ndefu, wakija kutoka katika kila njia mbalimbali. Yani watu watakuja kutoka sehemu tofauti. Hii ni suratul Haji aya nambari 27. Sasa huko ambako mtume anatangazia watu na watu wamwendee mtume ni wapi? Tunapata katika sura Ali Imran aya nambari 90, aya nambari 96. Kabla tujaenda hapo, tunarudi kwenye Ali Imran nambari 97, tupande juu alafu tutashuka chini. 97 inasema hivi, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Aya hii inasema kwamba na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni wajibu kwa watu wafanye hija kwenye nyumba hiyo, ambayo bait mimi na wewe hatuwezi kuijua mpaka Allah mwenyewe atuambie. Kwa hiyo kuna tangazo la hija, kuna watu kwenda katika eneo la tukio kwenye nyumba ya hija, na hiyo nyumba Allah ameitaja katika suratu Ali Imran aya nambari 97. Nyumba hiyo ni ipi na iko wapi, ambayo tunatakiwa tumuendee mtume huko? Tunashuka katika aya 99 Ali Imran hiyo Allah anasema inna awwala baiti udhiya linnasi alladhi bibakka mubaraka wa huda. 96 ndio hiyo 96, kwamba inna awwala baiti udhiya linnasi, kwamba hakika nyumba ya kwanza waliowekewa watu kwa ibada ni ile iliyoko Baka, ambaye ni Maka. Kwa sababu Baka ni mji uliokuwa unatambulika Baka tangu kale na kale, unakuja kuitwa Maka baadaye sana. Kwa hiyo Allah anasema inna awwala baiti udhiya linnasi alladhi bibakkata mubaraka, kwamba hakika nyumba iliyoandaliwa kwa ajili ya ibada ipo katika Maka, ambayo ni Baka, kama alivyotaja Allah Baka, na kwa sasa ni Maka. Sasa swali langu la msingi liko hapa. Tumesoma hizi aya takriban 4. Aya ya kwanza imesema tangazia watu hija kubwa, katika surati Tauba aya nambari 3. Tukaenda katika suratul Haji aya nambari 27, inasema awatangazie watu haji ili wamwende mtume waume kwa wake wakiwa wamepanda ngamia. Tukasoma pia aya ya 97 katika Ali Imran, inasema nyumba iliyoandaliwa, watu wanatakiwa waende katika nyumba ya ibada ili kufanya ibada.
na tukasoma tena Ali Imran aya nambari 96 imebainisha kwamba nyumba hiyo ipo katika Maka. Sasa swali langu liko hapa, je, kwa aya hizi 4 nilizokusomea bado hujaona tu kwamba Mwenyezi Mungu ametutaka sisi tuende huko tukafanye haji? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zote ulizotoa hakuna mahala ametuamrisha tukaiji Maka. Hakuna. Kivipi? Hakuna mahala popote. Sasa hakuna mahala popote. Hii aya iliyopo katika surati al-Hajj 27, waadhinu fi nnasi bilhaji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin, hivi ni inasema kwamba natangaza kwa watu habari za hija, watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia aliyekonda kutokana na urefu wa safari. Hiyo haina tatizo. Hiyo haina tatizo. Swali liko hapa. Nataka aya ya kuhiji Maka. Swali liko hapa. Swali liko hapa sasa. Kuhiji si tatizo. Hija ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ila kuhiji Maka si maamrisho ya Allah. Ni maamrisho. Sawa tu. Okay, nimekuelewa vizuri sana. Sasa kama ni maamrisho ya Allah kuhiji Maka, ndio tulikuwa tunataka ushahidi huo. Safi, ushahidi uko hapa. Kama tumekubaliana hija ni amri ya Allah, isipokuwa kuhiji Maka ndio tatizo kwako. Tunarudi katika aya ya... Sio tatizo kwangu. Yaani Mwenyezi Mungu hakuna mahala ametueleza tukahiji Maka. Hakuna. Katika sura, yaani aya zote wewe nipe tu aya moja. Usitoe 10. Moja tu. Nakupa. Tumeamriwa tukahiji Maka. Ni aya gani? Ali Imran aya nambari 97, Allah anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila. Kwamba na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni wajibu kwa watu wafanye hija kwenye nyumba hiyo. Sasa mimi nilitegemea utaniletea aya inasema walillahi ala nnasi hijjul Makkah man istata ilayhi sabila, ama walillahi ala nnasi hijjul baladi man istata ilayhi sabila. Wewe unatetea Qur'an. Walillahi ala nnasi hijjul baiti, baiti haitwi Makkah. Ipo inaitwa Makkah, ndio. Baiti inaitwa Makkah. Ndio. Ipo hiyo aya ambayo baiti ni Makkah. Ipo. Ende kwenye 96 inasema inna awwala baiti udhiya linnasi alladhi bibakkata almubaraka, hakika nyumba iliyojengwa kwa ajili ya ibada hiyo ya haji ipo katika Maka. Sasa swali langu liko hapa. Bado yani Mwenyezi Mungu anasema inna awwala baiti, sio inna awwala baladi udhiya linnasi alladhi bibaka. Inna awwala baiti. Sheikh, baiti si Maka. Iko hivi. Yani inna awwala ingelikuwa inna awwala baladi udhiya linnasi. Sikiliza kwanza. Mbona unasoma vitu ambavyo vipo? Mimi nishakuelewa. Inna awwala baiti. Sawa. Udhiya linnasi. Baiti sio baladi. Safi sana. Sisi tunapokwenda Maka tunakwenda kuhiji Maka, tunakwenda kuhiji baiti. Nasema hivi, yani nyinyi, mimi sijui mnaenda kuhiji Maka, mnaenda kuhiji baiti, lakini Mwenyezi Mungu sisi hajatuamrisha tukahiji Maka. Bali ametuamrisha maamrisho ya Mwenyezi Mungu inna awwala baiti. Walillahi ala nnasi hijjul baiti. Sio inna awwala baladi udhiya linnasi alladhi bibaka. Hapana, inna awwala baiti. Sijui nikufundishe mpaka lini utaelewa. Yani wenzio wote wameelewa mapema, lakini Sharifu kabisa wewe, yani na uwezo wote ambao uliokuwa nao, inna awwala baiti unataka kugeuza kwamba inna awwala baladi. Twende sambamba ndugu yangu. Amri ya kuhiji Maka haipo ndani ya Uislamu, haipo. Hebu taratibu kidogo. Mimi nimesema hivi kwa mujibu wa Qur'ani, kitabu cha Allah, maneno yake mwenyewe, sio hadithi hizi ni aya za Qur'ani. Allah anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti. Swali langu kwako ni hili. Piga mstari. Walillahi ala nnasi hijjul baiti. Sio walillahi ala nnasi hijjul Makkah. Nisikilize kwanza basi. Swali langu liko hapa. Walillahi ala nnasi hijjul baiti,
kwamba na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni wajibu watu wakafanye hija kwenye nyumba hiyo. Swali langu liko hapa, hija ambayo mimi na wewe tunatakiwa tukafanye kwa mujibu wa Qur'ani kwenye nyumba hiyo, hiyo nyumba iko wapi? Ni Al-Kaaba. Al-Kaaba. Kwa hiyo anayekwenda kuhiji Maka, huyo mtu ni kafiri. Hakuna maamrisho ya Mwenyezi Mungu ya kuhiji Maka, haipo. Kwanza ukiri na ukubali ya kwamba maamrisho ya kuhiji Maka si maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Sasa tumekubaliana kwamba hiyo ukielewa, waeleweshe pia na watu wanaokuzunguka. Sheikh Sharifu Al-Bashir, nimekupenda sana, japo ulitaka kujenga chuki fulani hivi dhidi yangu, wakati ni kijana moja safi sana, unafanya juhudi kubwa waambieni watu wasiende kuhiji Maka, si maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Safi sana, tumekubaliana kwamba hiyo baiti ni Al-Kaaba. Swali lingine kwenye aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba hiyo baiti ni Al-Kaaba, na Allah anasema katika aya ya 96 katika Ali Imran, inna awwala baiti udhiya linnasi alladhi bibakkata. Bado Mwenyezi Mungu anarudilia baiti, sio inna awwala baladi. Baladi ndo mji. Sijakataa, amerudia baiti. Kwa hiyo sisi hatujaamrishwa tukaiji Maka, tumeamrishwa tukaiji nyumba. Sijakataa. Kwa sasa usipoelewa hapo utaelewa tena mpaka unakufa. Labda watakuelewesha hawa kina nani hawa. Nisikilize ndugu yangu. Zoea siji nani. Sasa iko hivi. Nimpandishe mtu atakaye tulia, usinishushe, tulia kwanza. Sikushushi. Haya. Sikushushi, mimi nampandisha mtu mwingine akueleweshe. Haya basi, nataka kabla huyo mtu hajanielewesha, nataka kwanza wewe tumalizie hapa. Tumekubaliana hivi, baiti ni Al-Kaaba na tunatakiwa tukaiji katika baiti ambayo ni Al-Kaaba, na Allah mwenyewe amesema katika sura ya 96 Ali Imran, inna awwala baiti, hakika nyumba ya kwanza hiyo Al-Kaaba ambayo tunatakiwa tuende tukaiji, ambayo udhiya linnasi, ambayo Allah ameiweka kwa ajili ya watu kufanya ibada hiyo, alladhi bibakkata almubaraka, ambayo ipo katika Bakkatul Mubaraka wa huda lil alamin, ambayo ni uongofu kwa walimwengu wote. Swali langu liko hapa, hii baiti ambayo ni Al-Kaaba imeandaliwa kwa ajili ya Waislamu kufanya ibada huko, ambayo ipo katika Bakka. Hiyo Bakka ni wapi? Hiyo Bakka sio nguzo wala sio amri ya Mwenyezi Mungu, bali amri ya Mwenyezi Mungu ni baiti. Sasa nisikilize, naelewa amri ya Mwenyezi Mungu ni kuhiji. Yani hiyo nyumba kuwepo Maka, amri si Maka, amri ni nyumba. Kwa hiyo sisi Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuhiji nyumba, sio kuhiji Maka. Kwa hiyo nilitegemea unaleta ushahidi, inna awwala baladi udhiya linnasi lalladhi bibakka. Okay. Hapo ningesema ya kwamba kweli Al-Bashir inaonekana kidogo una tatizo pia ya lugha, kwa sababu kuna tofauti ya baiti na baladi. Inna awwala baladi udhiya linnasi lalladhi bibakka na inna awwala baiti udhiya linnasi. Nguzo ni kuiji nyumba, si kuiji Maka. Kama mimi nilikuwa unaelewa hata lugha ya Mwenyezi Mungu, Sheikh, wala usingeendelea kubishana kuhusu jambo hilo wakati Mwenyezi Mungu ashamaliza. Ili tujue kama mimi nina upungufu wa lugha. Umeshajua ya kwamba inna awwala baiti, Sheikh, amri ni nyumba iliyowekwa kwa ajili ya ibada, nyumba. Nisikilize basi. Ili tujue hiyo aya haijaamrisha kuiji Maka, bali imeamrishwa kwenda kuiji nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Sijakataa. Tunachokubaliana hapa, sasa kama hujakataa, unachopotezea watu muda hapa. Nataka kuambia watu sijapoteza muda. Kwenda kuiji Maka. Wewe sasa nataka uniambie. Tulikuwa tunawapoteza, tulikuwa tunawapotosha. Safi sana. Ili mimi nisiende Maka tena, nianze kwenda huko kwenye hiyo nyumba. Nataka nikuulize swali. Hiyo baiti ambayo tunatakiwa tukahiji, ipo ardhini, ipo angani au mbinguni? Sheikh, maelekezo ya Mwenyezi Mungu anatueleza
inna awwala baiti udia linnasi, sawa, nyumba iliyotolewa kwa ibada kwa ajili ya watu. Sisi tumeambiwa nyumba, kwa hiyo nyumba ipo ardhini. Safi. Kwa hiyo tumemaliza, nenda ukawafundishe. Kama ipo tulia kwanza basi. Ndio naishia hapo. Ukinitoa hapa watu wewe, ukinishusha sasa hivi kuna mambo waelewa kidogo. Ukinishusha hapa maana yake wewe ni muoga, pili unaogopa hoja. Kama si muoga usinishushe. Hoja gani? Tulishamaliza. Hakuna hoja tena, tumeshamaliza. Umesema hakuna maamrisho ya kuiji Maka. Tumeshamaliza. Ukinishusha wewe ni muoga na mbabaishaji. Kama si muoga. Sasa hiyo mikwara ya IT hiyo. Mimi sinaga hiyo. Nibakishe. Mimi sina mikwara ya IT. Kwanza ukiniletea mikwara ndo nakuondoa kabisa. Kwa sababu wewe ukaniletea mikwara wakati jambo liko wazi. Allahumma salli ala Muhammad. Wewe yani tubishane katika jambo ambalo limeshaisha, tunabishana nini? Haki ya Mungu, wewe ni mjinga kweli rafiki yangu, sio si. Yani jambo lilioko wazi tunabishana nini? Nimekurekodi, nenda nikaposti huko. Haipo. Ya man nawwarta ad-darb bid-da'wati